Haya ni maeneo 7 hatari usipotakiwa kuyataja majina yako yote matatu. Hii ni siri nzito inayoweza kubadilisha hatima yako kabisa. Katika maisha ya kiroho, watu wengi hudhani jina ni utambulisho wa kawaida tu, lakini kwa kina zaidi jina linafungamana na nafsi yako, historia yako na hata mwelekeo wa maisha yako. Ndio maana si kila mahali unapaswa kujitambulisha kwa majina yako yote matatu. Yapo mazingira ambayo ukifanya hivyo bila tahadhari, unaweza kujikuta ukifungua milango ya matatizo ambayo huwezi kuiona kwa macho kabisa. Haya ni maeneo 7 hatari ambayo utakiwi kabisa kuyataja majina yako yote matatu. Na kama ukifanya hivyo, utajikuta unaingia kwenye shimo bila kujua na kuitalisha kabisa nyota yako. Eneo la kwanza, mbele ya mtu usiyemfahamu anayekuuliza majina yako yote matatu kwa msisitizo. Si kila mtu anayekuuliza jina lako ana nia njema. Kuna watu wanajua namna ya kuingia kwenye mazungumzo kwa upole, lakini ndani yao wana malengo tofauti kabisa. Unapokutana na mtu asiyejulikana alafu na kuhitaji umpe majina yako yote matatu kwa msisitizo mkubwa, hebu jiulize, kwa nini anahitaji taarifa hiyo? Kwenye mazingira ya kawaida, jina la kwanza linatosha kabisa kwa mawasiliano ya awali, lakini mtu akisisitiza majina yako yote matatu, inaweza kuwa ni ishara ya tahadhari kabisa. Watu wengine hutumia taarifa zako binafsi kwa njia ambazo huwezi kudhibiti kabisa, kama vile kukufuatilia, kukutafuta au hata kukuingiza kwenye mazingira yasiyofaa bila wewe kuweza kujua. Usikimbilie kutoa majina yako yote matatu kwa mtu ambaye humfahamu kabisa. Jilinde kwa kutoa taarifa chache mpaka ujiridhishe kabisa nia ya mtu huyo. Eneo la pili, kwenye simu kutoka kwenye namba usiyoijua kabisa. Simu nyingi za siku hizi si zote ni salama kabisa. Kuna watu hupiga simu kwa lengo la kukusanya taarifa zako binafsi. Mtu akikupigia na kuanza kukuuliza majina yako yote matatu bila kujitambulisha vizuri, hiyo ni alama ya hatari. Kumbuka, majina yako yanaweza kutumika kukutambua kwenye mifumo mbalimbali, benki, mitandao ya kijamii au huduma nyingine. Ukitoa taarifa hizi bila uhakika, unaweza kujikuta unaathirika kwa njia za kifedha au kijamii. Kabla hujatoa taarifa zako, hakikisha unajua unazungumza na nani. Ikiwa una shaka na mtu husika, kata simu au uliza maswali ya kuthibitisha utambulisho wao. Eneo la tatu, kwenye mikusanyiko isiyoeleweka au vikundi visivyo na uwazi. Kuna mikusanyiko ambayo inaonekana ya kuvutia au ya msaada, lakini haina uwazi wa kutosha kuhusu malengo yake. Baadhi ya vikundi vinaweza kukuomba ujitambulishe kwa majina yako yote matatu mbele ya watu usiowajua kabisa. Tatizo hapa ni kwamba unapotoa taarifa zako binafsi mbele ya kundi ambalo uliamini kabisa, unajiweka wazi kwa watu wengi ambao hujui nia yao. Wapo watu wanaoweza kutumia taarifa zako vibaya au hata kukuweka kwenye mazingira ya kushawishiwa kufanya mambo usiyotaka kabisa. Hebu jiulize, je, ninaelewa kikamilifu madhumuni ya mkusanyiko huu? Kama jibu ni hapana, epuka kutoa taarifa zako zote. Eneo la 4, mbele ya mtu anayekuonea wivu au mwenye chuki iliyofichika. Si kila mtu anayekutabasamia anakutakia mema. Wivu na chuki ni hisia ambazo mara nyingi hufichwa nyuma ya maneno mazuri pamoja na kicheko. Unapotoa taarifa zako binafsi kwa mtu ambaye humfahamu kabisa, unampa nafasi ya kuweza kukufahamu kwa kina kuliko ambavyo inahitajika. Katika maisha ya kawaida, hili linaweza kupelekea mambo kama kusambaa kwa taarifa zako binafsi, kukuharibia sifa au hata kukuwekea vikwazo katika kazi au mahusiano. Chagua kwa makini nani anajua taarifa zako kamili. Usilazimishe ukaribu na watu ambao hujawaelewa vizuri. Eneo la 5, kwenye mitandao ya kijamii bila mipaka. Mitandao ya kijamii ni sehemu nzuri kabisa ya kuwasiliana, lakini pia ni sehemu hatari kwa taarifa binafsi. Kuandika majina yako yote matatu waziwazi bila mipaka kunaweza kukufanya uwe rahisi kupatikana kwa mtu yoyote yule, rafiki au adui. Watu wengi hutumia taarifa hizi kufanya mambo kama utapeli, kuunda akaunti bandia au hata kukufuatilia wewe bila kuweza kufahamu. Weka mipangilio ya faragha na epuka kushiriki taarifa zako zote hadharani. Si kila mtu anahitaji kuweza kujua kila kitu kuhusu wewe. Eneo la 6, unapokuwa katika hali ya hisia kali, hasira, huzuni au hofu. Wakati mtu ana hasira au huzuni, huwa hawezi kufanya maamuzi sahihi kwa utulivu. Katika hali hii, unaweza kujikuta ukitoa taarifa zako binafsi bila kuweza kufikiria kwa kina, hasa ikiwa unataka msaada wa haraka au wa kueleweka. Hii inaweza kukufanya uwe rahisi kuweza kudanganywa au kushawishiwa kutoa taarifa zaidi pale ambapo hukupaswa kabisa kufanya hivyo. Usitoe taarifa zako muhimu ukiwa katika hali ya hisia kali. Tulia kwanza, kisha fanya maamuzi ukiwa katika hali ya utulivu.
Eneo la 7, mahali au mazingira usiyoweza kuyajua vizuri. Unapokuwa katika sehemu mpya, iwe ni safari moja, tukio au eneo jipya, ni muhimu kuwa makini na taarifa zako ambazo unaweza kuzitoa, kwa sababu hujui kabisa watu wa eneo hilo, hujui mazingira yao, wala hujui nani ana nia gani na wewe. Kutoa taarifa zako zote katika mazingira yasiyokuwa yanaeleweka kunaweza kukuweka kwenye hatari au kutumiwa vibaya, kuweza kufuatiliwa bila wewe kuweza kujua. Kwenye mazingira mapya, toa taarifa chache kadri ambavyo inawezekana hadi ujisikie salama. Jina lako ni sehemu ya utambulisho wako na linapaswa kuweza kulindwa kama unavyolinda vitu vingine vya thamani kwenye maisha yako. Si kila mtu wala si mahali wala si kila wakati unapaswa kutoa majina yako yote matatu. Kuwa makini, kuwa na mipaka na linda taarifa zako binafsi. Huu ndio ulinzi wako wa kwanza kabisa katika dunia hii ya leo. Msikilizaji, tafadhali subscribe katika madhabahu hii ya Siri za Kiroho na kisha comment niambie umejifunza nini katika video hii, na kisha like. Kwaheri kwa sasa.